Jambo afande. Jambo. Habari yenu? Habari ni nzuri mkuu. Vipi mtuhumiwa, mmefanikiwa kumkamata? Samahani afande. Mtuhumiwa kweli tulifanikiwa kumuona, lakini pia tukamkamata na vidhibiti vya madawa ya kulevya pamoja na bangi. Wakati tupo njiani tunakuja naye kituoni, kwa bahati mbaya ametuponyoka akakimbia. Shit! Unafanya wapi wewe? Kazi moja kila siku. Pita ndani tuzungumze. Yaani kazi moja kila siku. Ndipo mnaenda kufanya nini? Au uaskari mliusomea wa nini? Si bora tu mkaenda shamba mkalima tu mkaimbua mahindi huko mkawalea wazazi wenu. Eti mnadai kazi. Kazi yenyewe inawashinda. Mtu mmoja mmemwalete anaoponyo. Baba, tutamalizana leo. Wabongo. Afande. Mtu unamkamata na vidhibitisho. Yeye ushahidi. Eti anakuponyoka. Askari gani? Si bora mmoja shamba kalimu. Yaani mnataka mnahangaika tu. Yaani mtu mmemwaresti pingu zote nazo. Kumfunga pingu mlishindwa nini? Au mmekula rushwa? Haya, mkuu wa kituo akija mtamwambia nini? Na vidhibitisho na. Au nyie ndo wale wauza mihadarati? Wabongo, sinazungumza na wewe. Afande, ni mistake tu ambayo imetokea, ila tunaomba nafasi nyingine. Tunakuhakikishia tutafanya jitihada zote za kumtafuta wewe mtuhumiwa, tutamleta kituoni afande. Naomba masaa 24. Masaa 24. Huyo mtu is the most wanted. Afike kituoni. Mimi nimezungumza kama bosi wenu, ila atakayezungumza mwingine ni bosi wangu mwingine. Sasa afike. Wabongo. Afande. Kumbuka jambo moja. Yule kijana ameharibu vijana wengi sana ndani ya kijiji, sababu ya biashara zake za mihadarati. Tumekosa hadi nguvu kazi ndani ya kijiji sababu ya mtu mmoja. Wapi nyie? Mnafanya kazi gani? Sasa nawaambia sio mpaka niingilie kati wakati vijana mpo. Wabongo, nimekupa kazi, nataka kazi imalizike. Sawa? Nyote nazungumza na nyote, msiniangalie kama vipofu. Nahitaji tumalize kazi
mambo yaende sawa. Kijiji kinaharibika, kijiji kinateketea, vijana hakuna. Sawa, nahitaji kazi endelee. Mimi nipo hapa nazungumza na nyie, alafu mkubwa wangu utamwambiaje akifika? Sihitaji hizi taarifa mpaka zimfikie mkuu wa kituo OCS. Sawa Wabongo, nimemaliza. Get out. Nendeni mkafanye kazi yangu. Wazi afande. Hiki kitu mbona sijakielewa kabisa. Madawa ya kulevya, bangi, vinaonekana kwenye jaketi langu, hafu vipo kwenye kibiriti. Hili jambo linawezekanaje? Na mbona mimi sihusiki kwenye kitu chochote? Huu ni mpango huu. Sasa nani ambaye yupo nyuma ya hili jambo? Hapa lazima nirudi kijijini nikapambania haki yangu. Maana kutoka kwangu kijijini kutawafanya watu waamini mimi nahusika na hili swala. Kwa nirudi kijijini, subiri. Sasa afande Shedrack. Naam. Ile simu ya jamaa si unayo? Nayo hapa. Naiomba mara moja. Iya. Tena ndo huyo sasa afande. Anaonekana mtukutu sana huyu kijana. Sasa afande, hapa tumepata pa kuanzia. Huyu binti mimi namfahamu. Unamjua vizuri. ukiwa na maana gani?
hapa tuanzane na huyu binti huyu. Tukishampata huyu tayari, huyu kijana tumempata. Uona maanisha kwamba tukimfuatilia huyu kuna uwezekano wa njia rahisi ya kumpata huyu mtuhumiwa. Ndio hivyo. Sasa tufanye kitu kimoja. Mwa hizi picha tuchukue picha hii moja tukaiprint kwa Edo. Maana si unajua printer yetu ni mbovu. Ndio. Kwa hiyo tunatakiwa twende kwa Edo. Sawa, kwa hapo unatoa ya wapi sasa? Hapa tutangoja tuangalie. Na hii hapa. Yes. Sikiliza. Tunachotakiwa kukifanya ni kitu hiki kimoja. Tunatakiwa tutumie akili. Ndio. Wewe ulisikia afande jinsi alivyokuwa anazungumza pale? Ndio, nimemsikia. Amezungumza mengi. Kwa hiyo kulingana na makosa ambayo tuliyafanya pale, hayatakiwi yajirudie tena. Ni kweli. Umeshaona? Kwa hiyo kinachotakiwa moja kwa moja, hatua kwa hatua, tunaenda moja kwa moja mpaka tuhakikishe tunafanyaje? Tunafaulu. Sawa. Sawa? Halafu kingine, hutakiwi kuwa mzembe afande. Unaniangusha sana. Kaza. Nimekuelewa afande. Sawa? Ndio. Haina noma. Rafiki yangu Abe Salima, nasikia mpenzi wako amekamatwa akiwa na bangi na madawa ya kulevya. Hizi taarifa zina ukweli wowote? Ni kweli rafiki yangu Salima, unaoyasema mwenyewe nasikia tu hivyo. Kwa hiyo ila hajakamatwa, kuna sehemu tu amekimbia ameenda. Sasa sijajua uko sehemu gani. Mpaka saizi nipo tu sielewi chochote, ipo wapi na ipo sehemu gani, ila maaskari hawajamkamata. Pole sana rafiki yangu. Wanataka kusema mbuni hiyo ndio biashara yake? Hapana shoga yangu, mimi mwenyewe sielewi chochote. Natoka nimekaa naye kwenye mahusiano, hajai nishirikisha chochote. Pole sana rafiki yangu, ila mimi naamini mbuni hawezi kufanya hivyo vitu. Asante rafiki yangu. Ndio hivyo tena. Vipi lakini za huko utokako? Za huko nitokako rafiki yangu ni nzuri. Hofu tu ilikuwa kwako. Kwa mimi ngoja mwenzio ni kuacha tu na vikazi fulani hivi nyumbani. Sawa rafiki yangu, nimefurahi sana kuja kuniona. Mwenzio nipo tu hapa, sina cha kufanya. Na mwanzo tu mpenzi wangu nimemiss. Siwazi sana mwenzangu. Poa, karibu. Asante.
Hodi. Karibu. Maliza sasa hivi. Karibu. Asante dada, lakini pia mimi sio mkaaji. Samahani, Mbuni nimemkuta? Hapana, Mbuni hayupo. Kwani wewe ndani yake? Mimi ni rafiki yake tu. Nilipita getoni kwake kumwangalia, nikakuta hayupo, nikajua moja kwa moja atakuwepo. Umesema wewe rafiki yake, na mbona katika rafiki zake ambao nitambulisha, mbona wewe hajawahi kuniambia chochote kuhusu wewe? Mimi ni rafiki yake mpya, rafiki wa hiari. Nijua atakuwepo hapa, ila kwa kuwa hayupo, mimi ngoja nijikatae. Wewe mkaka jamani. Mimi mpenzi wangu tuko kwenye matatizo. Nikuja kuniuliza saa hizi. Au si ndio wale wanakuta ni wapelelezi. Sasa zingine wametumwa waje amtafute mpenzi wangu. Apelelezi.